katika jina la Bwana. Amen. Nimefurahi sana kuwa hapa tena. Amen. Nimefurahi sana. So today the title of my message, kichwa cha somo langu leo, is prayers that open and close the gates of heaven. Maombi yanayofungua na kufunga mlango wa mbinguni. I can see that your prayers have opened the windows of heaven. Naona maombi yenu yamefungua milango ya mbinguni. Amen. Amen. So I want to go to the Word of God. Nakwenda kwenye neno la Mungu. Let's go to the book of James. Twende kwenye kitabu cha Yakobo, chapter 5, verses 13 through 18. Mstari wa 38. And it says, chapter 5, verses 13 through 18. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. Mtu wa kwenu amepatikana na mabaya na aombe, ana moyo wa kuchangamka na aimbe zaburi. Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa, nao waombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani utaokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa bidii. Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Amen. So we can see in this scripture, starting in verse 13, tunaona katika hili neno kutoka mstari wa 13, we can see the development of prayer. Tunaona maendeleo ya maombi. We can see the different types of prayers. Tunaona maombi tofauti tofauti. And in verse 13, it starts by saying, let him pray. Na mstari wa 13 unasema mtu kwenu amepatikana na mabaya na aombe. It says, is anyone among you sick? Kwa mfano unaumwa. I'm sorry, is anyone among you suffering? Kwa mfano unapitia changamoto yoyote. It says, let him pray. Mungu anasema omba. And this is how we begin prayer. Na hapo ndipo tunapoanzia maombi. Most of us, when we are born again, wengi wetu tumeokoka, our prayers are mostly about ourselves. Maombi yetu ni kwa ajili yetu binafsi. Can you relate? Tunakubaliana. When you first received Christ, mwanzo tunapompokea Yesu, most of your prayers were for you. Maombi yetu ambayo tunayaomba, they were for you. Ni kwa ajili yetu binafsi. You had faced many things in your life. Utaombea mambo mengi kwenye maisha yako. And there were many things you needed to present to God. Na utamweleza Mungu vitu vingi unavyohitaji. And this is how we begin to learn how to pray. Na hapo ndipo tunapojifunza namna ya kuanza kuomba. First we pray for ourselves. Kwanza tunaomba kwa ajili yetu wenyewe. If we don't pray for ourselves, tusipoomba kwa ajili yetu wenyewe, it's hard for us to pray for another person. Ni vigumu kuombea watu wengine. Si ndio? Ndio. So we must first begin to pray for ourselves. Kwa hiyo ni lazima tuanze kujiombea wenyewe. When we pray, tunapojiombea, we should present ourselves to God. Tunapeleka mahitaji yetu kwa Mungu. So verse 13 is teaching us, kwa hiyo mstari wa 13 unatufundisha how prayer starts. Namna gani maombi yanaanza? It starts with us. Maombi yanaanza we pray for ourselves. Tunajiombea wenyewe. So prayer is simply crying out to God. Maombi ni kupeleka haja zetu kwa Mungu. I don't know about you, sijui kwako, but when I first come to know Christ, nilipomjua Yesu kwa mara ya kwanza, my life was so bad. Maisha yangu yalikuwa mabaya. I was suffering. Nilikuwa napitia I was full of anger. Nilikuwa I had so many challenges in my life.
changamoto nyingi kwenye maisha yangu. At that time, Na wakati huo I did not know how to pray for another person. nilikuwa sijui namna ya kumwombea mtu mwingine. Truly, I did not even know what was prayer. Hata maana ya maombi nilikuwa sijitambui. But I simply began to read the Word of God Kwa hiyo nikaanza kusoma neno la Mungu and cry out to God. na kumlilia Mungu. So this is how we start prayer. Hivyo ndivyo nilianza maombi. We're going back to the foundation Tunakwenda kwenye msingi to learn about prayer, kujifunza kuhusu maombi, because you cannot open the windows of heaven with your prayer kwa sababu huwezi kufungua milango ya mbinguni kwa maombi if you don't start with yourself. kama hujaanza na wewe mwenyewe. Amen? Amen? Amen. Amen. Philippians 4:6 tells us, "Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Philippians 4:6. Sura ya 4 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zikutane na Mungu. Amen. So the first verse 13 shows us prayer begins with us. Mstari wa 13 unatukumbusha kwamba maombi yanaanza na mtu binafsi. I must begin with myself. Unapaswa kuanza wewe mwenyewe. Now the second thing I want you to see about prayer in these scriptures Nataka kuonyesha jambo la pili kuhusiana na maombi kwenye sura ya 5. comes from verses 14 and 15. Yakobo 5 mstari wa 13, Verses 14 and 15. mstari wa 14 na 15. It says, "Is anyone among you sick? Mtu wa kwenu amekuwa hawezi, Let him call the elders na waite wazee wa kanisa, so that they can pray over him, nao watamwombea anointing him with oil in the name of the na Lord. kumpaka mafuta ya Bwana, And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up." na kule kuomba kwa imani kutamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. So now we can see the elders are praying for others. Nasi tunaona sasa wazee wa kanisa wanaombea watu wengine. This is the development of our prayer life. Hasa ni maendeleo ya maombi We katika begin maisha. by praying for ourselves, Tunaanza kujiombea wenyewe, then we have others who pray for sasa us. tunapata watu wengine wanaotuombea wao kwa ajili yetu, And also you pray for others. na wewe pia unapaswa kuombea wengine. Do you see the process? Tunaona jinsi hiyo mchakato ulivyo. This is just the foundation. Huo ni msingi. But the place I really want you to understand Mstari ambao nataka wewe uelewe is verse 16. ni mstari wa 16, And it says, na unasema, "Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man avails much." ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Now this prayer begins with confession. Maombi haya yanaanza na kutubu, And I believe this is the place that God wants to speak to us today. katika toba ni mahali ambapo Mungu anataka kusema na sisi leo. Many of us, we know how to pray. Wengi wetu tunajua namna ya kuomba. We have been praying for years. Tunaomba kwa miaka mingi, We have been praying every day. tunaomba kila siku, But if we read this scripture, lakini tukisoma huu mstari, the Bible tells us Biblia inatuambia that the effective prayer maombi yanayopaswa is one that comes after we have confessed our trespasses to one another. ni pale tunapoungana sisi kwa sisi. The Bible says, Biblia inasema "The effective fervent prayer of a righteous man avails much." maombi yanayofaa ni haya yanaanza na toba. Do you hear me? Tunasikia The prayers of a righteous man avail much. maombi ya mwenye haki yanapata kibali mbele za Mungu. Let's go to Romans chapter 3 verse 22. Kitabu cha Warumi mstari wa 2. It says, Romans chapter 3 verse 22. "And this righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe. There is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus." Romans chapter 3 verse 22. Warumi 3 mstari wa 22, neno la Mungu linasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti,
kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. So righteousness comes from God through Christ Jesus. Kwa hiyo tunapata haki kwa Mungu kwa jina la Yesu. You agree? Tunakubaliana. And if you have received him, you have been made righteous. Kama umempokea Mungu Yesu, maana yake hauna haki mbele za Mungu. Say amen. Tunakubaliana. Amen? So if you have received Christ, it is Christ alone who has made you righteous. Kama umempokea Yesu, Yesu pekee ndiye anayeweza kukupa haki. And he has made you righteous because he paid the price for your sin. Na anakupa ukamilifu kwa sababu yeye alilipa gharama ya dhambi zako. Do you agree? Tunakubaliana. We are going somewhere today. Jesus Christ paid the price for our righteousness. Yesu alilipa gharama ya maisha. Righteousness is a gift from God. Wokovu ni zawadi kutoka kwa Yesu. You cannot be righteous on your own. Huwezi kupata wokovu wewe mwenyewe. So we have to make sure everyone understands. Tunapaswa kujua When we pray, tunapoomba we should confess our sins. tunapaswa kutubu dhambi zetu. This is not only for the one who needs to be saved, Hii sio kama tu kwa sababu tunataka kuwa salama, but for all of us. lakini kwetu sisi wote. Because you know the enemy is walking about like a roaring lion, Kwa sababu tunajua adui kama simba ngurumaye seeking whom he can devour. anatutafuta muda wote. He devours you by leading you to sin again. Anaturudisha katika dhambi muda wote. Umeelewa? Tumeelewa. The enemy wants to take you out of righteousness, Adui anataka kukutoa katika wokovu. and he wants you to have sin in your life again. Anataka wewe kurudi kwenye dhambi tena. But we have a problem in the church. Lakini tuna matatizo kwenye kanisa. Because once we have been born again, Kwa sababu tunapookoka we are afraid to confess that maybe we have fallen into sin. tunaogopa kuzitubia dhambi zetu. But we want to pray prayers that open the windows of heaven. Lakini tunataka kuomba maombi yatakayofungua milango ya mbinguni. But we come into the church Tunakuja kanisani, and we dance tunacheza, and we worship tunaabudu, and we come into prayer tunakuja tunaomba, and we begin to pray. tunaanza kuomba. Father God, I know you hear me. Baba, katika jina la Yesu, I need you to move in my life. nataka maisha yangu yaende mbele. Please heal my body. Niponye mwili wangu. And we never mention the sin we have committed. Lakini hatuzitaji dhambi zetu tunazozitenda. And I know because we are all human, Lakini najua kwa sababu sisi ni wanadamu, we fall into sin. mara nyingine tunarudia dhambi. We fall into sin. Tunaanguka dhambini. But God Lakini Mungu has paid the price for you through his son Jesus. alishalipa gharama kwa kupitia mwanae And Yesu. God knows Na Mungu anajua that you have fallen into sin. kwamba umeanguka dhambini. He knows. Anajua. He knows Mungu anajua if you have drank alcohol kwamba unakunywa pombe. and then you brush your teeth on Sunday morning Alafu asubuhi Jumapili unapiga mswaki vizuri. and you come into church Na unakuja kanisani vizuri. and you dance Na unacheza. and you don't tell Na anyone unamwambia mtu yeyote. that you drank alcohol Na yesterday unakunywa pombe yako jana usiku. and you think Na unafikiri he doesn't know, Mungu ajue. but he knows. Mungu anajua. And you want to know why your prayers Na ujui namna ya kuomba. have not produced. Maombi yako hayawezi kuleta. It's because there is something you are hiding. Maombi yako hayawezi kuleta matokeo kwa sababu kuna kitu unakificha. This message may not be for everyone, Huu ujumbe leo ni kwa ajili ya kila mmoja but wetu. I believe there is someone Na unapokuwa mtenda dhambi unasema wewe ujumbe sio wa kwangu. who has been hiding Kuna mtu anasema their sin ni kwa ajili ya wewe. because you have been born again, Kwa sababu umezaliwa mara but you have fallen back lakini into umerudi sin. dhambini tena. I see his faithfulness, Naona utukufu wa but I don't want the faithfulness of God to stop lakini sitamani kuwa Mungu usimame mahali hapa. because you are afraid to confess your Eti trespass. kwa sababu tumeshindwa kuungama dhambi zetu. Trespasses are things like lying in your workplace. Tutubu dhambi zetu. Lying in your workplace. Ni sawa sawa unaposema uongo maeneo yako ya kazi. Lying to your husband. Unamdanganya mume wako. Lying to your wife. Unamdanganya mke wako. Now I think you can identify. Nadhani sasa unaweza ukaelewa These things God can see. mambo Mungu ambayo anaweza kayaona. And the truth
is, Na ukweli ni kwamba none of us hakuna hata mmoja wetu are without sin. ambaye anaweza kutenda dhambi. There are some of you who have confessed your sin, Kuna wengine tunaweza kutubia dhambi and you zetu, have not fallen back into sin. lakini hatuwezi kurudi nyuma tena. But I know, Lakini nafahamu because we are all people. kwa sababu sisi ni wanadamu. There are people coming to church Kuna watu wanakuja kanisani pretending to worship God, wanajifanya kama wanamwabudu Mungu, and maybe you really want to worship God, na inawezekana moyoni ni kweli unataka kumuomba Mungu and you are praying to God, na unamuomba Mungu, and you really want to pray to na God, ni kweli unataka kumuomba Mungu, but there's something hiding inside of you. lakini kuna kitu ndani yako ukificha, And this thing, na hicho kitu God will not pass over. Mungu hawezi. He's waiting for you to confess. Mungu anakusubiria utubie. But the good news that I have for you today, Lakini habari njema nilionayo kwako leo, if you will confess your trespasses, ukitubia dhambi zako, He will forgive you. Mungu anakusamehe. Not just one time, Sio kwa sababu ni mara moja, but if you come before the Lord na kama ushakuja tena kwa and you Mungu really confess, na unamaanisha unatubu, like you say, God, na unasema Mungu, for sure I have sinned. kwa uhakika nimekutenda dhambi, You have done so much in my life, umekuwa mwema kwenye maisha yangu, but I have fallen to this sin again. lakini nimerudia dhambi hii Please tena. forgive me, Father. Nisamehe Mungu, Please forgive me. nisamehe Baba. And then you go to another. Na unakwenda tena, You go to your pastor. unarudi kwa You mchungaji go wako, to the elders. unakuja kwa wazee wa kanisa, Confess your sins to one another. unawaeleza dhambi zako Do you know- kwao. Do you know why you need to confess your sin to another? Unajua ni kwa nini tunapaswa kutubia dhambi zetu sisi kwa sisi? Because if you confess your sin to another person, Kama unatubu dhambi yako kwa mtu mwingine, it makes you accountable to that person. inakufanya wewe kuwajibika kwa yule mtu, There is something so powerful about your confession. na kuna kitu kikubwa sana katika toba yako. When you confess your sin, Unapotubu dhambi yako, the enemy loses power over you. adui zako wanakosa nguvu kwako, Because as long as something has been kept in secret, kwa sababu kuna kitu sirini kimesha kuwa hadharani, it has power over you. unapata nguvu, And every day you think about it. na kila siku utakuwa ukifikiria hicho. I know you know what I'm saying. Nafikiri tunatambua ninachokisema. When you begin to follow Christ, Unapoanza kumfuata Yesu, there is a process that happens. kuna jambo linaanza kwenye maisha yako. First, you receive Him, Kwanza unampokea Yesu and He begins to wash you. na anaanza kukusafisha, He washes you, anakuosha and you are clean. na unaanza kuomba. But it takes some time for you to understand Lakini inachukua muda kwako kuelewa what can stay in your life nini kikae kwenye maisha and yako, what must be removed from your life. nini ukiondoe kwenye maisha yako. There are two currents in this world. Kuna mambo mawili kwenye hii dunia. There is the current of this world, or the way of this world. Namna ya dunia hii, There is the way of this world, kuna njia mbili. and there is the way of God. Kuna njia ya uovu na njia ya Mungu. And if you are not careful, Kama uko makini, you can think you are walking in the will of God, unaweza ukahisi unatembea katika njia ya Mungu, and slowly na taratibu you can slip into the way of the world. unaweza ukachoka. Do you understand? You can be in the will of God, Unaweza ukawa kwenye mapenzi ya Mungu, but if you are not careful, lakini kama hauko makini, you can slip back into the ways of the world. unaweza ukaishia katika namna za dunia hii. Do you understand what I'm saying today? Tunaelewa kile ninachokisema. We must be careful. Tunapaswa kuwa makini, We must be watchful tunapaswa kuwa macho, that we do not invite sin back into our lives. tunapaswa kuzirudisha dhambi za nyuma tena kwenye maisha And yetu. if we have, Na kama tunafahamu, we must confess those sins to one another. tunapaswa kuzitubia dhambi zetu, And most of all, confess those sins before God. lakini sisi tunapeleka dhambi zetu mara nyingi kwa Mungu. Let's go to the book of Proverbs, chapter 28, verse 13. It says, "He who conceals his sins will not prosper, but whoever confesses and renounces them will find mercy." Afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye azitamaye na kuziacha atapata neema.
our sin, we will not prosper. Tukizipita dhambi zetu hatutafanikiwa, bali yeye azungamaye na kuziacha atalii. Amen. There is mercy available today. Kuna baraka leo. But if we keep a secret, Lakini tukificha tukafanya kwa siri, it will not cover our sin. hatuwezi kuondolewa dhambi zetu. There is mercy available for you today. Kuna neema ya Mungu kwetu leo. But you must be willing Lakini tunapaswa kuwa tayari to confess your sin. kuzitulia dhambi zetu. Let's go to Isaiah, actually 2 Chronicles 7:14. Kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya 7 mstari wa 14. It says, "And if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sin and heal their land." Neno la Mungu linasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amen? Amen. Do you hear the word of the Lord today? Tumesikia neno la Mungu. It said, if my people Linasema kama watu wangu who are called by my name. walioitwa kwa jina langu. It does not say, if people who do not know me. Hajasema watu ambao hawanifahamu. But if my people Anasema watu wangu who are called by my name walioitwa kwa jina langu will humble themselves and pray watashuka na kuomba and seek my face na kuitafuta and turn from their wicked na ways, kuziacha njia zao mbaya, then I will hear from heaven mimi Mungu nitasikia kutoka mbinguni and I will heal their land. na nitawasamehe dhambi zao. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. The word of the Lord is speaking to us today. Neno la Mungu linasema na sisi leo, Even disobedience is sin. hata kama tuko katika dhambi, Maybe you have not fallen into drinking alcohol or having an affair on your husband or your wife. inawezekana umerudia kunywa pombe au na kuwa na mahusiano na mwanamume mwingine kama ni mke wa mtu, But maybe the Lord has spoke to you and you have not obeyed. na inawezekana Mungu amesema na wewe na hutaki kutii. That disobedience is also sin. Kule kutokutii kwako pia ni dhambi. And what I want you to hear more than anything today, Ninachotaka leo ufahamu more than anything, kuliko kitu kingine chochote is that the reason that God is asking for your sin ni kwa nini Mungu anataka tutumie dhambi zetu. is because He has mercy for you Ni kwa sababu ana neema juu yetu and He wants to heal your land. na anataka kuiponya na He wants to open the windows of heaven through your prayers. na anataka kufungua madirisha na milango ya mbinguni kupitia maombi yako. Hallelujah. God is trying to help us today. Mungu anataka kutusaidia So leo. don't be afraid of this word. Usiogope neno lake. But we who are called by His name, Sisi ambao tumeitwa kwa jina lake we must humble ourselves. tunapaswa kushuka kwa. There is a problem in the church. Kuna tatizo ndani ya kanisa. People begin with a pure heart. Watu wanaanza vizuri. God does a miracle. Mungu anafanya miujiza. He gives them a beautiful church, Mungu anawapa kanisa zuri an amazing praise team. na anawapa praise team nzuri. But the people begin to be filled with pride. Watu wanaanza kujisifu And pride is a sin. na kujisifu ni dhambi. And pride is where we believe Na kiburi, we are the ones na tunakuwa na kiburi that are doing this. kwamba tumefanya hivi. This is a problem in the church. Hii ni kazi yetu. And this is why we must humble ourselves before God. Kanisa zuri ni tunapaswa kushuka mbele za Mungu na kumshukuru Mungu kwa ajili ya kile kitu kizuri alichotupa. And maybe for this church, Inawezekana kwa kanisa hili, this is just a warning. inawezekana hili ni So onyo. you don't fall into this. Hatupaswi kujisifu. Because the way God has begun here is so amazing. Kwa sababu mambo yanayofanya Mungu hapa ni ya kustaajabisha. Surely we have seen God here. Kwa kweli tumemuona Mungu mahali hapa. But please hear the word of the Lord today. Neno la Mungu leo linasema We must always humble ourselves. tunapaswa kila siku kushuka mbele za Mungu. Take time. Tunapaswa kuwa na muda. When you go into prayer, Unapoenda
katika maombi yako and you ask God, na unapomuuliza Mungu, God, first search my heart. unapomuomba Mungu, tazama moyo wangu, Search me. nitizame, nitizame. For sure I laid my hands on the sick and they recovered. Kwa kweli nimetenda dhambi na unisamehe. But God, don't allow me to think it is by my power. Lakini Mungu niepushe nisiwe na kiburi nikasema ni nguvu. Keep my eyes fixed on you, God. Yaelekeshe macho yangu na mawazo yangu kwako Mungu. Humble yourselves. Shuka mbele za Mungu. That means take yourself low. Shuka mbele za Mungu. Get on your knees. Piga magoti mbele za Mungu. And ask God to search your heart. Na muombe Mungu kuchunguza moyo wako. So that you can remain humble. Endelea kuwa mnyenyekevu. And God can continue to work through you. Na Mungu ataendelea kutenda kazi ndani yako. He wants your prayers to open the gates of heaven. Anataka maombi yako yakafungue mageti ya mbinguni. But He needs you to open your heart. Lakini anakuhitaji ufungue moyo wako. Every area of your heart. Na maeneo yote ya moyo wako. Do not keep anything hidden today. Do not keep anything hidden today. Je, kuna kitu chochote umekificha ndani yako leo? But allow His mercy to come in. Ruhusu neema za Mungu ziingie kwako. Receive the grace of His forgiveness again. Pokea neema ya Mungu, neema za Mungu leo tena. Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that God wants to use you? Je, unaamini Mungu anataka kukutumia wewe? God is looking for people Mungu anamtafuta mtu who don't need to be known, ambaye hajulikani, who don't need a big name, ambaye hana jina kubwa, who don't even need to stand right here. ambaye hata asimami hapa madhabahuni. He's looking for people Anamtazama mtu, who will get on their knees anamtafuta mtu atakayeshuka chini, and pray atakayepiga magoti na with kuomba a pure heart. kwa moyo mnyofu. The Bible says, Biblia inasema the pure in heart shall see God. moyo mnyofu utamuona Bwana. It does not say those who are famous will see God. Hajasema wote walio maarufu watamuona Yesu. It doesn't say those who can sing very well will see God. Hajasema sio wale wanaimba tu vizuri ndio watakayemuona Mungu. It does not say those who can dance very well Hajasema sio wale wanaocheza vizuri ndio will watakayemuona see Mungu. God. Anasema tutamuona Mungu. But those who have a pure heart. Wale wenye moyo safi. And God has paid the price for your heart. Na Mungu atakubariki kwa unyofu wako. He paid the highest price Atakulipa malipo makubwa sana by giving His Son Jesus Christ, kwa kumleta mwanae Yesu Kristo, so that you could be made righteous. na tumepata utajiri kwa kupitia Yesu Kristo. So we must Kwa hiyo tunapaswa bring ourselves before God kwenda mbele za Mungu and ask Him na kumuomba to search our hearts. kutazama mioyo yetu. What is in our heart? Kitu gani kipo ndani yetu? Have we brought something in? Have we brought pride in? Je, tuna kiburi ndani yetu? Let us expose those sins today. Kwa hiyo tuzingame dhambi zetu leo. Because as the scripture said, Sababu neno lake linasema, if my people ikiwa watu wangu who are called by my name walioitwa kwa jina langu will humble themselves and pray watajinyenyekesha na and kuomba turn from their wicked ways na kuziacha njia zao mbaya and seek my face, na kunitafuta, then I will hear from heaven nitasikia kutoka mbinguni and I will heal their land. na nitaponya nchi yao. And the Bible tells us Na neno la Mungu linasema that your prayers maombi yako can allow God to heal this land. yatamwezesha Mungu kuiponya nchi yetu. It's time for us to wake up, Ni wakati wetu wa kuamka, to hear the word of the Lord, kusikia neno la Mungu, to come before the Lord, kwenda mbele za Mungu, confess our sins to one another, kutumia dhambi zetu sisi kwa and sisi, pray for one na another kuombeana sisi kwa sisi, so that we can be healed. so tutasamehewa. Expose it today. Tubu leo, Expose it today. sema leo, Don't hide those things anymore. usifiche dhambi yako He ndani. is calling you to wake up. Amekuita leo uamke. Same needs you. Same inakuhitaji. The people of Same need you. Watu wa Same wanakuhitaji wewe. You are the light of the world. Wewe ni mwanga wa dunia. You are the light of the world. Wewe ni mwanga wa dunia. Don't hide yourself Usijifiche and mwenyewe. don't allow your sin to
leo iachilie. Hallelujah. Amen. Hallelujah.